Wekundu wa Msimbazi Simba wamefanya kile ambacho Watanzania walikuwa wakisubiri, wana Msimbazi walikuwa wakisubiri, kwamba leo hii kocha Fadlu Davids amepambana haswa. Matokeo mechi yao ya nusu fainali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch, mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa Moses Mabhida kule jijini Durban nchini Afrika Kusini, imeisha kwa suluhu bila. Matokeo ya jumla, Simba wamesonga mbele, wameingia fainali kwa ushindi wa bao 1-0 lililotokana na ushindi wa wiki iliyopita Aprili 20 pale kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Simba kupitia bao lilofungwa na Jasha walipata ushindi wa bao 1-0. Sasa matokeo ya leo ya bila, Simba wametinga hatua fainali, matokeo ya jumla ya ushindi wa bao 1-0. Haikuwa mechi rahisi hata kidogo katika mechi hii ambayo mwisho wa siku Simba chini ya Fadlu Davids ikafanikisha kile ambacho Wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa wakijaribu tangu msimu wa 2018-19 kwa michuano mbalimbali ya CAF, maana ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, mara zote wakiishia robo fainali, kiasi ya kwamba kwa jina la mwaka robo. Lakini chini ya Fadlu Davids Simba ilionyesha kiwango bora katika mechi zote kuanzia hatua ya makundi mpaka katika hatua hii ambayo sasa wako fainali, ikapata ilichostahili kwa kwenda fainali. Lakini leo hii dhidi ya Stellenbosch chini ya kocha Steve Barker, Simba walifanya kile ambacho hawakukionyesha katika mechi nyingi kwenye msimu huu. Nacho ni kipi? Ni kwamba Simba ambao mara zote wao huwa ni dominant, wakimiliki mchezo kuanzia dakika ya mwanzo mpaka mwisho, wakifika zaidi kwa wapinzani, wakipiga mashuti mengi, lakini leo hii kwa kujua kwamba walikuwa wanastahili kusonga mbele kwenda fainali kwa kuhakikisha tu ama wanapata sare yoyote ama suluhu ama ushindi wowote, ama kama kufungwa basi wafungwe kwa tofauti ya mabao isiyozidi bao 1 ili wasonge mbele. Yani kwa maana kwamba kwenye kanuni za CAF, endapo Simba leo hii wangefungwa kwa mfano 2-1, wangesonga mbele kwa sababu matokeo ya jumla yangekuwa 2-2, bao la ugenini lingewavusha kwenda fainali, au kufungwa 3-2. Lakini lau kama wangefungwa 1-0, maana yake matokeo ya jumla yangekuwa 1-1, na hilo lingesababisha mikwaju ya penalty ambayo kwa kawaida huwa haina mwenyewe. Kwa sababu hiyo kocha Fadlu Davids akicheza kimbinu sana leo hii, wala hakujihusisha kabisa katika kumiliki mpira. Ifahamike wazi, kabla ya mechi za nusu fainali, Simba ndio timu ambayo katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu, kuanzia zile timu 16 hatua ya makundi mpaka kufika robo fainali walipocheza dhidi ya Al Masry ya Misri na kushinda kwa mikwaju ya penalty baada ya matokeo ya jumla ya 2-2, ndio timu iliyokuwa ikimiliki zaidi mpira kwa wastani wa 59.5. Lakini katika mechi iliyopita dhidi ya Stellenbosch, Simba kwenye uwanja wa New Amani Complex, kipindi cha kwanza Simba walimiliki mpira kwa 66%, kipindi cha pili wakaachia Stellenbosch wakamiliki mpira kwa 51 wa 49. Matokeo ya jumla umiliki wa mpira Simba wakawa juu zaidi kwa takriban 56. Lakini leo hii matokeo ya jumla kwenye umiliki wa mpira, Stellenbosch walimiliki zaidi kwa kumiliki kwa wastani wa 58 dhidi ya Simba 42. Ni kwa sababu kocha Fadlu Davids kwenye kikosi chake leo hii alikubali kuwa timu ya pili katika muda wote wa mchezo, akiwacha wenyeji Stellenbosch wamiliki zaidi mpira na wao wakimeza mashambulizi, huku wakifanya mashambulizi ya kushtukiza, ikiwa ni mpango kazi wa Fadlu Davids kuhakikisha Simba inapata matokeo inayohitaji, kwa maana kwamba kutofungwa kwa tofauti ya mabao zaidi ya 2. Kama nilivyoeleza awali, wangefungwa 2-1 wangesonga mbele, wangeshinda bao 1-0 ushindi wote wangesonga mbele kwa hatua ya fainali, sare yoyote ama suluhu wangesonga mbele. Kitendo cha kuachia Stellenbosch wamiliki zaidi mpira kipindi cha kwanza, Stellenbosch walimiliki zaidi mpira kipindi cha pili vivyo hivyo. Kwenye kipindi cha kwanza Stellenbosch walimiliki mpira kwa takriban 51 kulinganisha na Simba. Kipindi cha pili Simba waliwacha Stellenbosch wakamiliki mpira kwa 65 dhidi ya wao 35, lakini mwisho wa siku Stellenbosch licha ya kumiliki sana mpira, walichokifanya ni kupiga mashuti 13. Kati ya hayo ni mashuti 4 tu yakilenga shabaha, huku Wekundu wa Msimbazi Simba mechi nzima leo hii wakipiga mashuti 5, 2 yakilenga shabaha. Matokeo yake mechi ikaisha bila. Lakini ikumbukwe Simba ilianza mchezo kwa kasi kubwa na ilipata mkwaju wa penalty. Mwamuzi Mohamed Maruf Mansour wa kutoka Misri aliamuru mkwaju wa penalty, lakini marejeo ya picha za video kwenye VAR yakaonyesha kana kwamba Kibu Dennis Prosper alikuwa amejirusha ndani ya 18 ya Stellenbosch. Hata hivyo kwenye kipindi cha pili Simba pia kuna mkwaju wa penalty uliamuriwa na mwamuzi Mohamed Maruf, lakini VAR ikaonyesha haikustahili kwa penalty. Lakini pia kuna bao liliwekwa wavuni na Genino Palace kuelekea mwishoni mwa mechi, ambalo lau kama lingehesabiwa manake mechi ingekuwa pengine
wenyeji Stellenbosch wangepata ushindi wa bao moja na hivyo kufanya matokeo ya jumla yawe 1-1 na mikwaju ya penalty ingetumika. Lakini marejeo ya picha za video VAR leo hii yakaonyesha kwamba Genino Palace kabla ya kufunga alikuwa amezidi, alikuwa offside. Na hivyo matukio hayo ndio ambayo makubwa katika kulifikia lango la Simba. Lakini mwisho wa siku Simba mfumo wake wa kujilinda ilianza na golikipa Musa Pimpin Kamara, namba 2 Shomari Kapombe, 3 nahodha Mohamed Hussein Shabalala aliyekuja kutoka na kuingia Valentine Nouma, katikati wakiwa na Shamu Karabu pamoja na Abdurazaki Hamza, kabla baadaye kuja kuingia kwa Shemalon Fondo kuja kuongeza ukuta wa watu 5 kwa ajili ya kuimarisha eneo la kiulinzi. Simba walikuwa imara sana katikati, viungo wao wakiwa ni Fabrice Luamba Ngoma, ni Yusuf Kagoma, wakati viungo watatu ushambuliaji kama ilivyo ada alikuwa ni Jasha Ahua ambaye alikuja kutoka baadaye akaingia. Waliokuja kuingia ni pamoja na Deborah Fernandez Mavambo, wakati upande wa pembeni kulia Kibu Dennis Prosper, kushoto Eli Mpanzu Kibisawala, mshambuliaji kinara akianza Steven Dese Mukwala aliyekuja kutolewa katika kipindi cha pili na kuingia Lionel Ateba Mbida. Kwa ufupi, Simba leo hii wamefuzu kwenda fainali kucheza kibingwa sana, kwa maana kwamba hawakujihusisha katika kumiliki mpira kama ilivyo ada yao, badala yake walicheza kimkakati wakizuia zaidi, huku wakitambua Stellenbosch huwa wanapata matokeo zaidi pale ambapo timu pinzani inapomiliki mpira na kujikuta ukuta wao mabeki wakati wa timu pinzani wakiwa karibu na mstari wakati wa uwanja wao washambulie kwa kushtukiza. Lakini leo hii Fadu Davis akiwafahamu vyema Stellenbosch akawaachia wao mpira katika muda mwingi wa mchezo, huku akiwashambulia kwa kushtukiza, matukio ambayo mwisho wa siku yakafanya Stellenbosch wamiliki zaidi mpira lakini wakikosa hatari kubwa langoni mwa Simba. Hata hivyo, kwa kumpongeza pia ni pamoja golikipa Musa Pimpin Kamara. Ni kwa sababu gani? Kwanza, kucheza michomo 4 hatari ambayo ilifanya Stellenbosch wasiambulie kitu, lakini pia namna alivyokuwa akijaribu kumaliza muda, kwa sababu Simba ilikuwa inastahili kuhakikisha hawaruhusu bao, wanapata sare kama ilivyotoka kuzungumza awali. Ili kufanikisha hilo, Musa Pimpin Kamara akacheza kikubwa sana, akipata hadi kadi ya njano kutoka kwa mwamuzi Mohamed Maruf kwa kupoteza muda, kucheza kikubwa. Lakini pia kila alipopata fursa Musa Kamara alikwenda chini na kujiangusha katika kuhakikisha muda unapotea, lakini wakati huo huo akiwaathiri kisaikolojia ya Stellenbosch waliokuwa wakighadhibika kwa kuona vitendo vyake vya kwamba kwenye mpira wa kukamata alikuwa anasubiri mpaka waende wakamfanyie shinikizo, wampressurize ndipo auchukue. Yote ni katika kuhakikisha muda unakwisha ili Simba ipate matokeo yanahitaji, lakini pia kuwafanya wakasirike na kucheza nje ya mipango kazi ya mwalimu Steve Barker. Mwisho wa siku bila Simba wamekwenda fainali. Sasa wanatarajia kuona wanatimiza mpango kazi wa msimu huu kwa kuhakikisha wanatoa ubingwa na hatimaye kuondoa kile ambacho kilikuwa kinawakwaza kwa miaka mingi kuishia hatua robo fainali. Inakumbukwa msimu wa 2018-19 Simba walishia robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika wakatolewa na TP Mazembe kwa mabao 4-1. 2020-21 katika ligi ya mabingwa barani Afrika Simba wakatolewa kwa matokeo ya jumla kwenye hatua ya robo fainali na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini kwa mabao 4-3. 21-22 kwenye kombe la shirikisho kama hili wakatolewa na Orlando Pirates kwa mikwaju ya penalty baada ya matokeo ya jumla kuwa 1-1. Dar es Salaam Simba wakishinda 1-0, kule Afrika Kusini wakifungwa 1-0. Msimu wa 22-23 Simba wakaishia tena robo fainali wakatolewa kwa mikwaju ya penalty na Wydad Casablanca baada ya Simba kushinda 1-0 kwa Mkapa. Kule Morocco uwanja Mohamed wa 5 nao wakafungwa 1-0, matokeo ya jumla 1-1, Simba wakatolewa kwa mikwaju ya penalty. Msimu uliopita 23-24 Simba wakatolewa tu robo fainali tena ligi ya mabingwa na Al Ahli ya Misri waliokuja kuwa mabingwa kwa kufungwa 1-0 kwa Mkapa. Kule Misri wakafungwa 2-0, matokeo ya jumla 3-0. Lakini safari hii chini ya Fadu Davis, kocha ambaye ametua msimu huu akiwa na wachezaji wengi wapya, ameonyesha kiwango bora sana na sasa Simba iko fainali ya kombe la shirikisho. Na kwa mujibu wa maelezo yao ni kwamba sasa huu ni wakati wao wa kulitwaa taji hili. Congratulations, pongezi kwa Simba, tunasema kongole kwa Simba kwa kuhakikisha wanapeperusha vyema bendera ya Tanzania kwa kufika fainali, na hivyo kinachotarajiwa ni kumalizia kazi hii. Washakula ng'ombe mzima, umebaki mkia, watwae taji. Kwa namna ambavyo Fadu Davis amekuwa akicheza, ni dhahiri kwamba wanao uwezo wa kutoa ubingwa na kuipeperusha vizuri zaidi bendera ya Tanzania na pia ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ambapo hakuna timu nyingine kwenye michuano ya CAF msimu huu isipokuwa wekundu wa Msimbazi Simba, yani Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Djibouti, Eritrea, Sudani Kusini, Sudani, Ethiopia, zote kwa pamoja ukanda huu zinaitegemea Simba. Lakini kwa sasa pia wanawakilisha ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, wakiwa wao wameingia fainali. Na sasa wanasubiri kuona kati ya timu mbili
zile za kutoka UNAF, kutoka Afrika ya Kaskazini. Constantine na RS Berkane, nani wa kukabiliana naye? Ni dhahiri kwamba kuna uwezekano akacheza na RS Berkane yenye matokeo bora kabla ya nusu fainali ya pili dhidi ya Constantine kwa kushinda 4-0 mechi yao ya kwanza. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri, lakini Simba wanastahili pongezi kwa alichokionyesha. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako leo hii ni mimi Ramadhani Mbwaduke.